Miongoni mwa wachezaji wa Esperance de Tunis ambao wekundu wa Msimbazi Simba hasa safu yake ya ulinzi wanapaswa kuanza kumfuatilia mapema ili kujua uimara wake na udhaifu wake na kuona namna gani watamdhibiti, ni huyu aitwaye Florian Seke Daniel. Huyu ni mshambuliaji, ni mchezaji wa kimataifa wa Ufaransa mwenye asili ya Ivory Coast. Ni mchezaji ambaye Esperance de Tunis chini ya kocha Maher Kanzari wamemsajili hivi karibuni kutoka katika ligi kuu ya Denmark akitokea katika klabu ya Randers FC. Huyu umri wake Seke Daniel, umri wake ni miaka 25 kwa sababu alizaliwa Juni mwaka 2000, Juni 21 mwaka 2000. Yes, guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Nafasi yake uwanjani, yeye huwa kama mshambuliaji kinara nambari 9, lakini anaweza kucheza pia kutokea upande wa kulia, anaweza kushambulia pia kutokea kushoto, anaweza kushambulia kama nyuma ya mshambuliaji kinara. Lakini urefu wake ikiwa ni sehemu ya uimara wake katika mashambulizi ni futi 6 na inchi 2. Florian Daniel, yeye miongoni mwa madhara yake kwa wapinzani ni juu ya namna ambavyo anajua wapi pa kusimama. Ni mzuri sana katika kunusa nafasi, lakini guu lake lenye nguvu zaidi likiwa la kulia, anatokea upande wa kulia kama mshambuliaji wa upande wa kulia kama winga, lakini asiyepiga cross bali kuingia ndani kwenda kufunga pindi anapofanya hivyo. Lakini anapokwenda kushoto, madhara yake huwa ni kama anavyokuwa kulia, kwa maana kwamba anaingia ndani, ingawa yeye mguu wake wenye nguvu zaidi ni wa kulia. Lakini nafasi yake kama mshambuliaji kinara, madhara makubwa analeta kwa wapinzani ni kwa sababu ya umbile lake, jumbile lake. Haswa ni mpambanaji haswa, ingawa yeye si mpenzi wa kugongana, lakini pale inapobidi huwa anafanikiwa sana kutokana na hivyo unavyomuona physicality, body morphology, urefu, mwili uliojazia unamsaidia sana katika kufanikiwa kwenye mapambano pale inapobidi. Lakini pamoja na umbile lake kubwa, Florian Daniel ana kasi na zaidi ni fundi. Mpira unapokuwa mguuni, kwenye kudribble yuko vizuri, kupiga chenga, visigino, udambwi, akiamua kufanya hivyo excellent. Sasa Daniel baada tu ya kutoa katika klabu ya Esperance de Tunis mwezi wa 9 tu, juzi tu hapa, tayari amekuwa na athari kubwa kwa wapinzani wa Esperance de Tunis. Tayari amekuwa silaha muhimu kwa kocha Maher Kanzari kwa sababu ameongeza kitu pale mbele akishirikiana na mshambuliaji kinara katika eneo la kati Ashraf Jibeli. Yeye amekuwa nyongeza muhimu na hivyo wanapishana nafasi. Alipotoa tu mwezi wa 9 tarehe 25 akapangwa tarehe 25 akapangwa katika mechi ya ligi wakicheza dhidi ya Olympic Beja. Akaingia katika dakika 61 katika mechi hiyo. Aliingia dakika 61, kufika dakika ya 84 akafunga. Ikawa ndo utambulisho wake, yani kutoa kwake Esperance mwezi wa 9, mechi ya kwanza akatupia katika mechi ambayo walishinda 2-0. Na mpaka sasa katika ligi kuu ya Tunisia ambako klabu yake imeshacheza mechi 13, yeye amecheza mechi 6. Dakika alizocheza mpaka sasa ni dakika 330 na tayari amefunga mabao 2 mpaka sasa, mabao 2. Lakini katika ligi ya mabingwa barani Afrika, Esperance de Tunis ambao wamefuzu hatua ya makundi wanakwenda kucheza dhidi ya Simba, dhidi ya Petro Atletico ya Angola, dhidi ya Stade Malien. Waliofanikisha safari ya Esperance de Tunis, uwezo ukaacha kumtaja Florian Seke Daniel, ni kwa sababu katika mechi ya raundi ya pili ya kuwania kufuzu hatua ya makundi ambayo ndio iliyowezesha Esperance de Tunis kuingia katika hatua ya makundi na wapo kundi D na wapinzani wake hawa wakiwa Simba, ni kwamba walicheza dhidi ya Rahimo, mabingwa wa Burkina Faso. Kwenye mechi ya kwanza kule Burkina Faso walishinda kwa bao 1-0 katika mechi ambayo muda mwingi walipaki basi wakiwaacha Rahimo wa enjoy mpira, lakini wakikamata nafasi muhimu na kufunga bao hilo pekee. Lilifungwa na nani? Lilifungwa na Florian Seke Daniel. Lakini kwenye mechi ya marudiano pale nchini Tunisia wakashinda 3-0. Yeye alifunga bao la pili katika dakika ya 51 akitumia pasi nzuri kutoka kwa Shahib Jibeli ambaye ni kiungo. Katika cheza yao mwalimu Maher Kanzari, Esperance de Tunis mfumo wao mara nyingi tunatambua hutumia 4-3-3, lakini kwenye kujipanga ungo wawili wa ukabaji, halafu kunakuwa na 1, halafu kunakuwa na 3. Ni kama 3, lakini 3 ambayo
imenyumbulika kwamba kuna wawili nyuma alafu mmoja mbele. Hawa wawili hapa tunajua kuna Onuche, lakini pia Hosam Teka. Sasa mbele yao ndio kuna huyu mmoja ambaye ni Shahib Jibeli. Halafu kwenye hawa watatu sasa ambako ni zaidi na ndiko mabao hufungwa, ndiko anakopatikana huyu Florian Danyo. Lakini kwa kushoto yupo Yansase. Kama sio Yansase basi huanza, maana upishana na Kuseila Bwalia. Lakini upande wa kulia ndiko anakopatikana Yusuf Belaili. Huu tatu ni hatari kweli kwa wapinzani, kwa sababu kwenye kucheza, kwa mfano ukiangalia wanavyopanga ni kwamba kama huu ndo uwanja, kamuna Danyo pale mbele ambaye hapo awali alikuwa cheza mara kwa mara Ashraf Jibeli, lakini Danyo huku kuna Yusuf Belaili, upande mwingine kuna Yansase au Kuseila Bwalia kama nilivyotoka kueleza. Huyo nyuma yake hapa ndio Shahib Jibeli. Sasa cheza yao wamekuwa kipishana sana. Hapa ndio Danyo anapopatikana, hapa kuna Yusuf Belaili, halafu hapa ndo kuna Yansase au Kuseila Bwalia kulingana na wanavyopishana. Sasa cheza yao ni kwamba Danyo anapokwenda mbele kushambulia hatabiriki, maana hasimami sehemu moja. Wanapishana sana nafasi kati ya yeye na Yansase, yeye na Yusuf Belaili ambaye naye anaingia ndani, yeye alafu huyu anakuja huku, Yansase anaingia ndani, Danyo anakuja huku, wanapishana sana, lakini yeye kimsingi ndiye mshambuliaji kinara pale mbele. Matokeo yake ni nini? Anatoa nafasi pia kwa wenzake kufunga, kwa sababu wakati huu wanaposhambulia Shahib Jibeli naye huenda kuongezeka kama ilivyo kwa walinzi wao. Kuna Jelasi upande wa kushoto, beki wa kushoto, upande wa kulia kuna Mohamed bin Ali naye hupanda na kwenda kuongeza idadi ya wanaoshambulia. Matokeo yake wamekuwa na hatari sana. Ikija mpira wa kutenga bado tutawakuta kina Ibrahim Keita, mchezaji ambaye Esperance de Tunis wamemsajili kutoka katika klabu ya TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama tunakumbuka vizuri. Lakini ni timu ambayo kwenye kushambulia hivi sasa Danyo ndiye kuongoza balaa. Sasa nini cha kufanya? Ni dhahiri kwamba walinzi wa Simba hapa tunazungumzia hususan kwa mahsusi kabisa walinzi wa kati nani ni pamoja na Rushain Derok, ni pamoja na Shamu Karabu, pamoja wanapasa kuanza kusoma namna wanavyoshambulia, na hasa Florian Danyo ambaye pamoja na makali yake kutumika sana katika kuwaghilibu wapinzani kwa sababu ya nguvu zake, kwa sababu anakwenda kushoto kulia, halafu akina Yusuf Belaili, akina Yansase wanakuja kufunga. Kwenye ligi kuu kwa mfano, Yusuf Belaili anatokea kulia wanaposhambulia. Tayari amecheza mechi 11. Katika mechi hizi ashafunga mabao 3, lakini pia ameshatoa assist 5. Kwa hiyo amechangia mabao 8. Timu yao mpaka sasa kwenye ligi kuu ya Tunisia mechi 13 ina pointi 30, ndio inaongoza ligi ikiwa imefunga mabao 23, imeruhusu 3. Kwenye yale mabao 23 Belaili ameshachangia mabao 8 na ujio wa Danyo umemfanya awe na nafasi zaidi, kwa sababu hapo kabla tazama sana yeye na Yansase. Danyo mechi 6 dakika 330 ameshafunga mabao 2. Sasa Florian Danyo kwa lugha nyingine ni wa Rushain Derok, lakini sio peke yake, ni wa Shamu Karabu au beki yoyote wakati atakayepangwa hapa. Huyu ni wa Shomari Kapombe, huyu ni wa Anthony Mligo. Ni kwa sababu gani? Hana sehemu moja, ingawa yeye ni mshambuliaji kinara pale mbele. Kama nilivyotoka kueleza, anapishana sana hizi nafasi. Kwa hiyo wote kwa pamoja wanapaswa kuwa macho katika kuhakikisha haleti madhara pindi watapokutana. Tunatambua Simba mechi dhidi ya Esperance de Tunis zitachezwa mwezi wa kwanza, zote mbili, ya nyumbani na ya ugenini. Sasa mbinu mojawapo ya kumdhibiti, kwanza tukubali kwamba benchi la ufundi la Simba lenye wataalamu wa kutosha. Kocha Suleiman Matola, meneja Dimitar Pantev, benchi zima la ufundi la Simba bila shaka wanapaswa kwa kushirikiana na timu yao ya uchambuzi analyst kuona small details za namna gani ya kumdhibiti Danyo ambaye amekuwa na madhara makubwa, na wenyewe Esperance de Tunis wamekuwa na furaha kweli, hasa mashabiki wao ambaye tayari ameshaanza kuwa miongoni mwa wachezaji wao kipenzi. Sasa mojawapo kwa mtazamo wangu ni pamoja na kuhakikisha anapokuwa uwanjani haachwi, yani kuwa na mtu ambaye ile man marking inafanyika vya kutosha kwake, kwa sababu pamoja na jimwili lake yeye si mtu purukushani za hovyo. Anajua sana kujisaulisha. Mpira unaweza kuwa katika upande mmoja, yeye akawa upande mwingine kama hayupo.
ukija kamba au akatoa pasi, ana uwezo huu. Lakini pili ni kuhakikisha kwamba kwenye mipira ya kutenga, mipira ya juu kama ilivyo kawaida, ni kwamba asiachwe peke yake. Lakini la pili muhimu ni kwenda kucheza vyema na wale wanao supply mipira kwake, na hasa mgongoni namba 31 huyu Shahib Jibeli. Huyu ndio hatari zaidi katika kulisha mipira kwenda kwa Belaili, kwenda kwa Danyo, kwenda kwa Yansase. Lakini pia Hussein Teka ambaye anakuwa nyuma hapa anapocheza na Onuche kama viungo wawili eneo la ukabaji, huku Hussein Teka akiwa yeye anachaji zaidi kwa kwenda mbele pindi wanapokwenda kushambulia. Pasi nyingine uzipata kutoka kwa mabeki wa pembeni akiwemo Jelasi upande wa kushoto, Ali upande wa kulia wanapopanda. Sasa ni vizuri kuangalia movements za wote hawa pindi wanapokuwa wanapata nafasi kutoa mipira hatarishi kwenda kwa Danyo, ndipo hatari inapokuja. Kwa lugha nyingine, ile supply chain ianze kudhibitiwa kabla mipira haijafikia. Vinginevyo tunatambua kwenye mpira wa kisasa huwa inaangaliwa timu nzima dhidi ya timu nzima, mbinu za timu pinzani sio sana kwenye mchezaji mmoja mmoja, lakini mbali na mbinu za jumla ambazo Esperance de Tunis tumeonyesha cheza mara nyingi, huwa wanashambulia wachezaji wengi, wale watatu wote ni washambuliaji wazuri sana wenye kasi na kuleta madhara. Lakini ni vizuri kujua small details, vitaarifa vidogo vidogo kuhusiana na mchezaji Florian Danyo, kujua namna gani ya kudhibiti makali yake, lakini kunufaika na udhaifu wake. Udhaifu wake mojawapo, haraka, si mwepesi sana katika kutumia kushoto. Ndio wakati mwingine anafanya maamuzi magumu pindi mpira unapokuwa katika mguu wa kushoto tofauti na ukiwa mguu wa kulia. Kwa mfano, tazama video hizo hapo mbili. Hiyo ya kwanza, hilo bao unaliona hapa, mpira umefika tu kwenye mguu wake wa kulia, hakuchelewa, akapiga moja kwa moja, bang, goli. Hilo ni bao mojawapo katika ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Rahimu. Lakini katika mechi hiyo, tazama pasi nyingine anaopewa nzuri tu upande wa kushoto hapo, tazama anachokifanya. Hizo complications, visigino, sio kwamba kapenda, ni kwa sababu huo mguu wake wa kushoto hauna uwepesi na uharaka kama ulivyo mguu wake wa kulia. Bila shaka pasi hiyo ambayo anataka kufanya madoido ya kisigino, ikiwa ni mbinu ya kuwaghilibu walinzi wa Rahimu, ingekuwa kulia ingekuwa shapiga kama alivyofunga katika bao lake hilo la pili kwa pasi ya Shahib Jibeli. Sasa ni vizuri akina Mligo, kina Kapombe, kina Rushine ambao ni mtu wao wajue kwamba mpira anapouseti kwenye mguu wake wa kulia, madhara yanakuwa makubwa zaidi pengine kuliko kushoto, ingawa kushoto nao huleta madhara. Kwa ujumla tu, huyu ni mchezaji hatari, ni vizuri kujua makali yake na udhaifu wake ili kuhakikisha haleti madhara na kukwaza matumaini ya wekundu wa Msimbazi Simba, matumaini ya Tanzania katika mechi hizo dhidi ya Esperance de Tunis. Tunasema hivi kwa sababu ndani ya kundi lao timu inayopewa nafasi kubwa sana, wenye uzoefu mkubwa ni Esperance de Tunis. Lakini kuna Simba ambao wako poti 2, halafu kuna wengine Stade Malien, Petro Atletico. Wao Simba ili kujiweka katika nafasi nzuri ni pamoja na kuhakikisha inavuna points kutoka kwa Esperance de Tunis. Ili kuvuna points ni pamoja na kuzuia madhara katika lango lao, na madhara hayo ni pamoja na haya ya Florian Danyo, mchezaji mpya wa Esperance de Tunis kwa msimu huu, aliyeripoti mwezi wa 9, lakini tayari amekuwa akipata nafasi ya kucheza ya kutosha kama nilivyotoka kueleza. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.